Maria, Shamakatere Boriataya, Shadakavagadego, Osevegadegiana, Mato Sevegadegia, Baba Manguna Munguango, Baba Yanguna Munguango, Nina Kutukusa, Baba Yanguna Munguango, Nina Kuinua, Baba Yanguna Munguango, Nina Kupasifa, Baba Yanguna Munguango, Nina Kutukupo, Baba Yanguna Munguango, Nina Kupashima, Baba Yanguna Munguango, wewe ni Mungu ya hai, wewe ni Mungu ya hai. Shabagana marabo, shekete mandala baba, sheke mandala baba, akabagana mando, ofe shekete yakaya, shabagana mandala yakaya, shabagana mandiyakete, inakuinua Bwana wangu, kuinua Bwana wangu, akabagana garamo, akabagana demonia, akabashekete yakaya, inakuinua Mungu wangu, inakuinua Mungu wangu, akakuinua Mungu wangu, inakuinua Mungu wangu, inakuinua Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, shamaganda na Mariato, mtenda ndani ya Bodiaka, katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu unayeishi. Asante kwa ajili ya nyumba yangu, 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 asante kwa ajili ya nyumba yangu. Haramaganda la bosika, sheke bela yekaya, akata magoda, sheke de bela shabagada bela godianda, amenda le bosika taya, ode bela gada shabagada gada, rama mama bosika taya, roho bosika taya, shabaganda la bariata. Asante Bwana kwa ajili ya maisha yangu, asante Bwana kwa ajili ya nyumba yangu, asante Bwana kwa ajili ya uzima huu, asante Bwana kwa ajili ya uzazi wangu, asante Bwana kwa ajili ya ulichokiachilia kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Oriamanda barika, shabaganda mando, orimoya batawa, wewe ni Mungu unayeishi, wewe ni Mungu unayetawala, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa balanda basika, ikabasaka tayakaria. Mwanamke, simama kwa miguu yako, utashika tumbo lako la uzazi. Twende kwa dakika moja mbili tukaombee, tuombee uzao, ombea uzao wako. Simama kwa miguu yako, tushika tumbo la uzazi, anza kuombea uzao wako, anza kuombea uzao wako, ombea watoto wako, ombea watoto wako, ombea watoto wako. Twende mbele za Bwana. Kama wewe ni mwanaume unaweza kushika kiuno, twende mbele za Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya uzao. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya uzao. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya uzao. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya uzao. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya uzao. Asante kwa ajili ya uzao. Asante kwa ajili ya uzao wangu. Asante kwa ajili ya watoto wangu. Asante kwa ajili ya uzao wangu. Asante kwa ajili ya uzao wangu. Mungu uliye nilindie uzao wangu. Mungu uliye achia neema ya uzao wangu. Achia uzao. Urabakata Maria. Shekelewa ya tama. Mimi nasimama kama nabii wa uzao wangu. Nasimama kama nabii wa kizazi changu. Na watabia akili njema. Na watabia kufanikiwa. Kwa jina la Yesu Nazareti. Kwa damu ya Yesu Nazareti. Baba angalia uzao wangu. Baba angalia wanangu. Baba angalia uzao wangu. Yesu nilindie wanangu. Kristo nilindie wanangu. Wanapokuwa shuleni, nilindie wanangu. Wanapokuwa barabarani, nilindie wanangu. Wanapokuwa kwenye michezo yao, nilindie wanangu. Achia ulinzi juu ya watoto wangu. Achia ulinzi juu ya uzao wangu. Baba yangu na Mungu wangu, achia ulinzi juu ya uzao wangu. Achia ulinzi juu ya uzao wangu. Achia ulinzi juu ya uzao wangu. Baba yangu na Mungu wangu, achia ulinzi juu ya uzao wangu. 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 Shakataba, shakataba dada. Nakataa tabia mbaya juu yao. Nakataa tabia mbaya juu yao. Nakataa magonjwa juu yao. Nakataa uharibifu juu yao. Hawataharibika. Shakamandaraba. Baba yangu na Mungu wangu, nilindie uzao wangu, nilindie uzao wangu, nilindie nyumba yangu, 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 nilindie uzao wangu. Baba yangu na Mungu wangu, angalia uzao wangu, uzao wangu usiharibike, uzao wangu usiharibike. Kizazi changu kio kizazi cha mpano, kio kizazi cha kuhimiwa. Baba wa mbingu na nchi, achia rehema juu ya uzao wetu, achia rehema juu ya uzao wetu, achia rehema juu ya uzao wetu.
katika jina la Yesu tunatenda hapa. Jamando bosi kataya. Jeba kana bosi kataya. In the name of Jesus. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Nasema umebarikiwa katika jina la Yesu. Neema ya Kristo ilikuwa mwenendo yako, sema amen. Hebu keti kwenye kiti alafu tuwe na muda wa neno. Tuwe na muda wa neno. Haleluya. Haleluya mwanamke. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Na ile sura ya kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Nianze mstari wa kwanza kabisa. Nitasoma mistari mingi mpaka hapo nitakapokamili. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana mwana wa Yerohamu mwana wa Efraimu mwana wa Yohu mwana wa Shefu mwana wa Efraimu. Naye alikuwa na wanawake wawili, jina lake mmoja alikuwa akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Huyo naye Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka hadi mwaka ili kuabudu, kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Wale wawili wa Efraimu na Finehasi makuhani wa Bwana walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Maana Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Niishie hapo mstari wa 5. Somo la jioni ya leo au la saa ya leo ya siku ya wanawake inasema hivi: nafasi ya maombi ya mwanamke katika familia. 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 Nafasi yako kama mama. Nafasi yako kama mwanamke kwenye eneo moja tu la maombi inaweza kufanya nini? Awamu iliyopita nilikufundisha nikasema mwanamke ni chumvi ndani ya familia. Na kama unavyojua kazi ya chumvi, kazi yake ni kutia ladha. Kazi yake ni kusababisha chakula kiwe kitamu. Kazi yake ni kusababisha chakula kilike. Maana yake ni mwanamke chumvi ndani ya familia. Anaweza kusababisha vifungo vya familia vikafunguka. Mwanamke chumvi ndani ya familia. Naomba wewe usiape naye ita kuizima kwa sababu tuko kwenye muda mzuri wa neno. Mwanamke chumvi ndani ya familia ni kisababishi cha mambo ambayo hayawezekani kuwezekana. Mwanamke chumvi ndani ya familia ni mwanamke ambaye siku zote na focus mabadiliko. Hawezi kusupport uharibifu. Hawezi kusupport giza. Hawezi kusupport mambo yasiyoeleweka kwa familia yaendelee. Maana anatamani kuona familia yake ikiwa na mabadiliko na chachu chanya, kuona mambo yakibadilika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema katika Samueli alikuwepo mtu mmoja aliitwa Elikana. Lakini yule Elikana alikuwa na wanawake wawili.
alikuwa na Penina, lakini alikuwa na Hana. Hana Mungu akamfunga tumbo. Alipomfunga tumbo, maana yake kwamba kuna kitu Mungu alikiweka ndani ya Hana, lakini kwa sababu Hana aliichwa na kuitamani nafasi yake, alikaa mahali pa nafasi yake kwenye eneo la maombi. Jina la Mungu libarikiwe sana. Maombi ni njia pekee ambaye inaweza kaitumia mwanamke kusababisha mambo yasiyofaa yakabadilika na kuleta chachu positive kwenye familia. Maombi ya mwanamke aliyeamua kuomba, aliyetia kuomba, aliyetia nia kuomba, ambaye hatalii kwenye maombi, yanaweza kusababisha mambo yaliyofungwa kwenye familia kufunguliwa. Biblia inasema Hana Mungu alimfunga tumbo. Alipomfunga tumbo, unaona neno linasema Hana akakwenda nyumbani mwa Bwana, akaenda kumuomba Bwana. Hawasemi Elikana. Elikana alikuwa na mambo yake ya ibada, alikuwa ni kuhani wa nyumba ya Mungu. Maana yake mwanamke amebeba mzigo wa vitu kuzaliwa kwenye familia. Asifiwe Yesu. Nafasi ya maombi inafanya nini? Kwa mwanamke aliyeamua, inafanya mambo manne. Yako mambo mengi, lakini mwanamke aliyeamua, nafasi ya maombi inaweza kufanya nini? Moja, kufungua kipendo kwenye familia. Nitafutia lile andiko linasema, enyi wanawake, enyi wanaume chini waongezeni kwa akili. Maana yake ni nini? Mwanamke aliyetia nia kuomba kwa mzigo ni mlango mpendo kwenye familia yake. Maana yake amepewa keys, amepewa ufunguo wa kufungua mpendo. That's why Yohana inasema neno, enyi wanaume ishini na wake zenu kwa akili ili kuomba kwenu. Maana yake mwanamke alishikilia ufunguo wa mpendo kwenye familia. Badala ya mwanamke kulalamika kwenye habari ya kiuchumi, omba. Badala ya kwamba mambo yaende usimlalamikie mwanaume, omba. Kadiri unavyozidi kulalamikia ndivyo unavyozidi kufunga mipenyo. Wakati wewe unafungua mipenyo ambao uko mwilini kwenye maombi. Petro wa kwanza 3:7. Anasema Petro wa kwanza 3:7, Anasema kadhalika ninyi waume. Anasema kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili. Na kumpa mke heshima. Na kumpa mke heshima. Kama chombo kisicho na nguvu. Kama chombo kisicho na nguvu. Na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Ndio. Kusudi kuomba kwenu. Anasema kusudi kuomba kwenu kuzuiliwe. Maana yake mwaka 2026 ni mwaka wetu wa kufanyaje? 2026. 2026. Nisikie sauti 2026. Kwa hiyo kuna vitu Mungu amepanga avirejeshe kwenye familia 2026. Lakini mwanamke unaweza kuwa kizuizi cha marejesho kwenye familia yako. Kwa hiyo usudi kuomba kwenu kusuhuliwe. Kumbe nimegundua moja ya kizuizi kikuu kwenye nyumba, kwenye familia, isizeume mwanamke. Kizuizi kikuu cha majibu ya familia ni mwanamke. Kama mwanamke hajitambua, kama
Wakati wewe unashikilia ufunguo, wewe simama mlangoni, unatakiwa ufungue vipenyo, mfungulie mwanamume aweze kuenda anapoenda kwenye biashara penye. Unamfunguliaje? Muombe. Unamfunguliaje? Mbariki. Unamfunguliaje? Mtamkie mema. Anayesikia sema amen. Maana yake mwanamke ni ufunguo wa kufungua yaliyoshindikana kwenye familia. Asifiwe Yesu Kristo. Wewe unaona Biblia inasema Hana alikuwa na shida, amefungwa tumbo. Mwanaume akusimama kuomba kwa habari ya kwamba Hana afunguliwe tumbo. Hana aliingia kwenye madhabahu ya Bwana, akamwomba Bwana kumfungua tumbo. Maana yake ni chochote kilichofungwa ndani ya familia yako kwanza kufungua kwanza leo. Naongea na wanawake. Nasema chochote kilichofungwa kwenye familia yako kwanza kufungua kwanza leo. Uchumi uliofungwa kwenye familia yako ufungue. Afya iliyofungwa kwenye familia yako ufungue. Watu sahihi waliofungwa kwenye familia yako ufungue. Ili waje wapate fursa za fedha, ili waje wapate fursa za uchumi. Katika jina la Yesu anasema amen. Kama nielewa. Jambo la pili, maombi. Nafasi ya maombi ya mwanamke ufungua neema. Ufungua neema. Ufungua neema. Aliyebeba neema ya familia ni mwanamke. Aliyebeba neema ya familia ni mwanamke. Kama wewe ni Kristina unasema mimi Kristina ndiye niliyebeba neema ya familia, unajiandika wewe, mimi mwanamke ndiye niliyebeba neema ya familia. Neema itokanayo na maombi ya mwanamke ni kubwa mno. Ila ni mwanamke tu anayejitambua ndiye Mungu hushusha neema juu yake. Mwanamke anayejitambua sema amen. Neema iko juu yako kwa jina la Yesu. Nasema neema iko juu yako kwa jina la Yesu. Neema iko juu yako kwa jina la Yesu. Ndio maana Biblia inasema mwanamke mpumbavu uvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Maana yake kinyume cha upumbavu ni nini? Busara au hekima au maarifa. Maana yake mwanamke aliyejaa neema ya Mungu juu yake hawezi kukubali ndoa yake kuonyesha kijinga. Mwanamke anayetengeneza na kusimama kwa busara, na hiyo ndoa amepewa na Bwana, atasimama kutengeneza mahali palipo Mungu kwa jina la Yesu. Kwa sababu amebeba neema ya maombi juu yake. Wewe nikwambia mwanamke ni rahisi na neema maalum ya kukamata nguvu za Mungu haraka kuliko mwanaume. Mwanamke yule ana kitu cha kukamata nguvu za giza haraka kuliko mwanaume. Ndio maana ukiangalia kwenye statistics za uchawi, wanawake ni wengi wachawi kuliko wanaume. Ndio maana ukiangalia statistics za Mungu, wanawake kanisani ni wengi kuliko wanaume. Na wanaume kuliko makanisani, wengine tuko makanisani kwa special, yani kwa nini maalum, kwa agenda maalum. Mungu alishakupiga, alishakutakata, akakuleta huko nataka utumikie. Angalia watu kama Petro. Ametembea na Yesu Kristo miaka mitatu. Ameona miujiza ya Yesu Kristo. Saa Yesu Kristo anakufa, Petro anawaza kurudi ziwani. Yaani mwanaume mambo akiona yamezingwa kuacha uokovu na kurudi duniani kitu cha kawaida. Lakini mwanamke lazima atashikilia pale
Ndiyo maana ni rahisi kuleta nguvu za Mungu, ni rahisi kuleta kwa shetani, ni rahisi kuzipoteza, ni rahisi kuleta, kwa sababu ya that spiritual grace. Hiyo neno mama anayenielewa sema amen. Kwa mwanamke kudaka nguvu za Mungu ni kitu cha haraka sana. Mwanamke kudakishwa imani ni kitu cha haraka sana. Imani yake iwe ya kipepo, lakini mwanaume ana tabia ya kuchuja, anaangalia, anatathmini. Kwa mfano, ni wanaume wachache ambao wana akili, ukuta amekurudia kitu, ataanza tajaji. Angalia yeye kama anamwambia hana yeye anaenda kwenye madhabahu, ana shida ya tumbo lake lifungulie. Kwanza yeye kama anamwambia wewe, watoto bila watoto nao watafuta na madhabahuni, mimi mume wako ni zaidi ya watoto 10. Si zaidi ya watoto 10. Mbona nakupenda na kupanga sadaka zaidi ya 10. Ana angalia sadaka, ana anaangalia kitu cha kiungu kicho ndani yake. Kwa hiyo nikimzaa wewe atakuwa ni nabii wa taifa, atakuwa ni mtu mkubwa kwa taifa. Asifiwe. Maana yake ni nini? Mwanamke umebeba ufunguo wa neema ya familia. Usikae kizembe, usikae kichika mwaka 2026. Kwa sababu tuko kwenye mwaka wa kurejeshewa. Marejesho ya urejesho wa mbingu utakapokuja. Kama mwanamke atakuwa tayari kumfungulia mwanaume, fursa kumwombea. Alo, atapiga matendo mema. Asifiwe Yesu Kristo. Nasema asifiwe Yesu Kristo. Jambo la tatu, nafasi ya mwanamke kwenye ndoa nini? Ya maombi. Na tatu, ulinzi. Amebeba neema ya ulinzi. Mwanamke utamlinda mwanaume. Maana yake ni mlinzi wa nyumba ya Israeli. Ni mlinzi wa maombi. Ni mlinzi wa hekima. Ni mlinzi wa ushauri. Ni mlinzi wa mambo mema. Ndio maana mwanamke muombaji kama hiyo. Mwanamke muombaji, ikiwa mwanaume anaenda kufanya project, mradi wowote, mwanamke aliyeona akimwambia mume wangu huko napoelekea siko, mwanamke hawezi kuoa. Ana jicho la kuona mbele haraka kuliko mwanamke. Maanake mwanamke aliye maoni ni nabii wa kwanza wa familia. Is the first prophet of a family. Anaweza kama demonstration kutafuta Mungu kwenye maombi kama mlinzi. Kumbuka mlinzi anakaa nje ya nyumba. Kwa hiyo wezi wakija kutoka kwenye ndani, wakati Mose amelala ndani, wakati Mose aliyekuwa nje ya mlinzi alishaona. Watoto wamelala ndani, mwanamke atakuwa ameshakuwa huyo mtoto anaanza kushauriwa na kitu kibaya. Huyo mwanaume wangu anaanza kubadilika. Kuna kitu kinaenda kutokea kwenye familia. Mambo mabaya yataendelea. Maana ni mlinzi atakuja kuona hatari kama hatari yenyewe itokea. Ila sasa mwili unakuwa pole. Wewe kile kitu tunashuhudia poa. Yesu akuponye kwa jina la Yesu. Asiponye na familia zetu kwa jina la Yesu. Atupe na macho ya roho kwa jina la Yesu. Atuwezeshe katika jina la Yesu. Mwanamke ni mlinzi ndani ya familia. Wewe kwa mimi. Tafuta familia zote leo tafuta familia zote. Watoto wao hai. Alafu mtafuta mama. Kwisha hamna kitu pale. Kama na watoto ambao ni wehaye, ni vivuruge, shida ni yako mama. Sisi tulikuwa na baba yetu anaenda shamba asubuhi, akitoka anasikiliza kwenye ngoma, anarudi usiku, kesho shambani ngombe usiku. Mama akalea. Mama ni mlezi, mama ni mwangalizi, mama ni mlinzi, mama ni mtu wa jicho la rohoni. Mama ni mdhibiti wa mabaya yasingie ndani. Asifiwe Yesu. Wanaume wengine wameharibika kwa sababu yenu hiyo. Anasema kwa yule mwanamke
ngoja nipige pale nipige 200 kwanza. Nipoteze muda isifike saa 5 usiku. Nitakuta amelala, nikifika pale nikukuta ugali ameweka mezani nakula, naoga na lala. 11 ishaisha baadaye tunarudi kazini. Ndio maisha wengine wanaona hapo mjini. Kwa sababu mlinzi amesahau kusimama kwa wajibu wake. Nafundisha haya kwa sababu tuko kwenye mwezi wa ndoa na mahusiano. Nataka uwe na ndoa iliyo bora. Nataka uwe na kesho iliyotukuka. Nataka uwe na kesho iliyobadilika. Tafuta wanawake wote ambao mnashika kukuza ibada. Alafu uone kwenye familia roho za walimu zilizoshauriwa. Asifiwe Yesu. Ulinzi wa kifamilia ni chachu ya kuhifadhiwa na Mungu. Maana kila maombi ya mwanamke anayoomba huajia ulinzi. Ulinzi wa kimalaika, ulinzi wa kiuchumi, ulinzi wa roho za uharibifu, ulinzi wa hasara, ulinzi wa marafiki wabaya. Baadaye mwanamke usimame kumlalamikia mumeo, kumlalamikia familia yako, simama uombe. Maombi ni ulinzi. Kitabu cha Isaya 62:6 nasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu. Maana yake walinzi ni waombaji. Kwa hiyo mwanamke lazima usimame kwenye nafasi ya maombi. Tunaposema ombea uzao, uwe na uchungu kwa sababu wewe uliingia leba. Maanisha kuomba kwa ajili ya ulinzi wa watoto wako. Maanisha kuomba kwa ajili ya mumeo. Maanisha kuomba kwa ajili ya hiyo biashara. Maanisha kujitisha. Tafuta wanawake ambao sio waombaji. Tafuta wanawake ambao sio watoaji. Tafuta wanawake wanaokuza mambo ya Mungu wale familia zao zikiharibika. Lakini mwanamke akisimama, baba yangu na Mungu akalia mbele za Bwana, Mungu atakwenda katika leo. Asifiwe Yesu. Maana Yesu alipotaka kuja duniani kuleta ukombozi alipita kwenye tumbo la huyo mwanamke. Kwa hiyo lazima Yesu Kristo akitaka kuingia kwenye nyumba kuleta ukombozi, atamtafuta mlinzi ambaye ni mwanamke amesimama pale, ambaye anataka kuingia kwako. Atamwambia karibu. Ukimfungia mlango, umefungia baraka zako. Asifiwe Yesu Kristo wa Nazareti. Maana yake ulinzi mwenye majukumu ya silaha za ulinzi wa kiroho kwenye familia au kwenye ndoa ni mwanamke. Jambo la nne na la mwisho. Jambo mengi leo tunafundisha mwanamke. Ufungua mlango wa urejesho. Ufungua mlango wa urejesho. Maombi ufungua mlango wa urejesho. Ufungua mlango wa urejesho. Maombi ya mwanamke ufungua mlango wa urejesho. Kila mwanamke anaposimama kuomba kwa kumaanisha ufungua urejesho wa kifamilia. Kila mwanamke anaposimama kuomba ufungua mipimo ya kifamilia. Kila mwanamke anaposimama kuomba vile vilivyozuia ndani ya familia urejea. Kila mwanamke anaposimama kuomba ndani ya familia usababishe yale ambayo hayajazaliwa kuzaliwa. Kila mwanamke anaposimama kuomba ndani ya familia usababisha kile kilichofungwa kufunguliwa. Hana alikuwa amefungwa, akamwomba Bwana kufungua. Kumbe maombi ya mwanamke yana uwezo wa kufungua na kurejesha furaha. Maana furaha iliyopotea kwenye familia inaweza kurejea kwa maombi ya mwanamke. Kwa maombi yako jioni ya leo, Bwana Yesu arejeshe furaha kwenye ndoa yako. Kwa maombi yako jioni ya leo, Bwana Yesu arejeshe uchumi kwenye familia yako. Kwa maombi yako jioni ya leo, Bwana Yesu arejeshe vile ambavyo vitarejea kwenye familia yako. Kwa maombi yako ya mwaka huu, mwanamke, kila ambacho unakitamani kitoke kwenye nyumba yako, kikatokee kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kumbe mlango wa marejesho, aliyesimama kwenye mlango wa marejesho ni mwanamke aliyesimama kumaanisha kuomba. Aliyesimama kwenye ufunguo, aliyesimama na ufunguo ili afungue urejesho wa 2026 kwenye ndoa ni mwanamke aliyemaanisha kwa jina la Yesu. Kila kusimama kwa kumaanisha kwenye maombi yako ya urejesho, kwenye maombi yako 2026 unafungua mlango wa urejesho. Kila maombi yako utakayoomba 2026 yarejeshe kitu katika ndoa yako. Kila utakaposimama kuomba
kwa ajili ya familia yako, kitu fulani kirejee kwa ajili ya uzao wako. Ule uchumi ambao umesuiwa kwa jina la Yesu, 2026 kurejeshwe katika jina la Yesu, unarejeshewa. Maana yake mwanamke ni ufunguo wa urejesho. Mwanamke ni mlango wa urejesho. Mwanamke amebeba urejesho. Mwanamke amebeba mema ya familia. Mwanamke amebeba furaha ya familia. Mwanamke amebeba kicheko cha familia. Mwanamke amebeba masuluhisho ya familia. Mwanamke amebeba faraja ya familia. Kila kuomba ni kurejesha faraja iliyopotea katika jina la Yesu wa Nazareti. Utakaposimama kuomba, Mungu arejeshe faraja ya ndoa yako, arejeshe faraja ya watoto wako, arejeshe faraja ya uzao wako, arejeshe faraja ya mumeo, arejeshe faraja yako wewe mwenyewe. 2026 shama kala mosele. Mungu arejeshe tena katika jina la Yesu. Mungu arejeshe katika jina la Yesu Kristo. Akurejeshe na wewe mama kwa jina la Yesu. Arejeshe hiyo furaha kwa jina la Yesu. Arejeshe kicheko kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye ndoa yangu. Baba yangu na Mungu wangu, nafungua mlango wa urejesho kwenye ndoa yangu. Baba yangu na Mungu wangu, nafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Simama wazi kuomba ombi. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua mlango wa urejesho kwenye familia yangu. Baba yangu na Mungu wangu, ninafungua